Hali ya hofu ya tanda Tanzania, vijana wakikataa matokeo ya uchaguzi na kusema Mama Suluhu Hassan lazima aende nyumbani. Karibu kwenye taarifa zetu za Erwan Media, na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Msimu wa uchaguzi wa Tanzania wa mwaka 2025 ulijitokeza kama dhoruba ya kisiasa iliyodhihirishwa na hofu, kuzima kwa sauti za wapinzani na ukosefu wa imani katika mchakato mzima wa kidemokrasia. Kuanzia kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu hadi ushindi unaopingwa wa Mama Suluhu Hassan ambaye ametangazwa mshindi kwa takriban 98%, yani 98% ya kura. Suluhu alipata 1,913,869 kati ya kura 1,678,844 zilizopigwa. Hali ya uchafuzi wa mazingira ya kisiasa ilianza wakati Tundu Lissu, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema, alipokamatwa wakati wa mkutano wa kisiasa. Kuzuiliwa kwake kulileta mshtuko nchini kote, kuashiria msimamo mkali dhidi ya upinzani. Siku moja tu baadaye, Lissu alifunguliwa mashtaka rasmi ya uhaini, kosa lisilokuwa na dhamana. Hatua hii ilimuondoa mpinzani mkuu wa chama tawala kutoka kwa kinyang'anyiro cha urais. Mawakili wake baadaye walijaribu kutafuta msaada wa mashirika makuu kama vile Umoja wa Mataifa kuitilia shinikizo serikali kumwachilia huru. Wakati hali ya mvutano ikiendelea, Humphrey Polepole, aliyekuwa balozi na mkosoaji mkubwa wa Rais Samia Suluhu Hassan, alitoweka nyumbani kwake jijini Dar es Salaam, na ripoti za ghasia katika makazi yake zilizidisha hofu kwa usalama wa wakosoaji wa serikali. John Heche, naibu mwenyekiti wa Chadema, alikamatwa akihudhuria kesi ya uhaini ya Lissu, na msako mkali ulizidi wiki moja tu kabla ya uchaguzi. Ghasia zilizuka siku ya uchaguzi mkuu pamoja na Chadema na ACT Wazalendo kuzuiwa kugombea urais, maandamano yaliyoenea Dar es Salaam na Zanzibar. Vikosi vya usalama viliweza kujibu kwa kutuma gesi ya kutoa machozi na risasi za moto na kuacha mitaa imejaa hofu na hasira. Ghasia zilipozidi, mkuu wa majeshi Jacob Mkunda alitoa onyo kali, akiwataja waandamanaji kuwa ni uhalifu na kuahidi kurejesha utulivu kwa gharama yoyote ile. Licha ya misukosuko hiyo, Samia Suluhu alitangazwa kuwa mshindi na hivyo kupata dhamana ya kuhudumu kwa muhula mwingine. Mwenyekiti wa INEC Jacob Mwambegele amesema kuwa Samia aliibuka mshindi kwa kupata kura 31,913,869 kati ya 132,678,844 zilizopigwa. Matokeo hayo yalitangazwa na INEC yanampa Samia Suluhu Hassan fursa ya kuwa madarakani kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Samia Hassan ameweka historia nchini Tanzania kwa kuwa rais wa kike wa kwanza aliyechaguliwa. Uchaguzi wa mwaka 2025 umeiacha Tanzania katika njia panda. Mkono mzito wa serikali katika kukabiliana na upinzani na kutengwa kwa vyama vikuu vya upinzani kumezua wasiwasi mkubwa juu ya kurudi nyuma kwa demokrasia. Wachambuzi wanasema mbinu za ukamataji na vitisho zimeondoa imani katika taasisi za serikali na kufanya maridhiano kuwa magumu zaidi. Kwa mfano, nchi kuangaziwa kutazamwa kwa karibu zaidi kimataifa, makundi ya haki za kibinadamu na serikali za kigeni zinaweza kushinikiza uwajibikaji, uwezekano wa kuathiri misaada na uhusiano wa kidiplomasia. Swala lingine la pili ni udhabiti wa kiuchumi upo hatarini. Machafuko ya muda mrefu na kutokuwa na udhabiti wa kisiasa unaweza kuzuia uwekezaji na kuzorotesha uchumi ambao tayari unakabiliana na mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. Tatizo lingine ni kujipanga upya kwa upinzani. Licha ya ukandamizaji, vuguvugu la upinzani linaweza kujipanga upya kwa siri au kutafuta ushirikiano mpya na hivyo kuweka mazingira ya makabiliano katika siku zijazo. Mwanzo mpya. Licha ya hali ya wasiwasi iliyopo sasa, pia kuna uwezekano wa awamu hii ya historia
ya Tanzania ikichangia hatua kama ushirikiano kati ya serikali, upinzani, kuleta marekebisho katika taasisi kama vile tume ya uchaguzi na hata katiba mpya, na kukomeshwa kwa ukandamizaji wa wapinzani na uhuru zaidi wa kujieleza wa vyombo vya habari. Kwa Watanzania ni kawaida. Kwa kawaida swali linabaki, je, miaka mitano ijayo italeta utulivu na mageuzi au misukosuko zaidi? Ndizo taarifa za hivi sasa.